Mpenzi wangu mtazamaji, ni kipindi cha wakati wa majibu ni sasa. Majibu, kila mmoja ana mambo anataka Mungu amtendee, na ndio maana Mungu akatupa neema ya kuweza kuweka kipindi hiki wakati huu wa Kwaresma. Kwaresma ni kipindi maalum ambacho Mungu anashughulika kuwakomboa watu kutoka kwenye mizigo ya dhambi, kwenye mizigo ya magonjwa, kwenye mizigo ya umasikini, kwenye mizigo ya laana, mikosi, maombolezo. Ni kipindi maalum ambacho kina historia. Shetani aligaragazwa na kushindwa. Kina historia ya kwamba nguvu za giza zilisalimu amri, majeshi ya mapepo yalisalimu amri, na Yesu Kristo akaibuka mshindi, na ushindi huo ukawa ni ushindi wa wanadamu wote. Tunampa sifa, tunampa shangwe Yesu Kristo aliyefanya kazi kubwa ya kutupa ukombozi huu wa thamani. Na ndio maana kipindi hiki kinaitwa wakati wa majibu, kwa sababu Yesu yuko tayari kutuhudumia, yuko tayari kutusaidia. Na jana nilianza kueleza nafasi ya damu ya Yesu katika ukombozi. Damu inaozungumza, damu inaonena, inadai mambo gani? Damu inatutetea, damu inasimama inatutetea, inaongea, huyu hapaswi kuwa hivi, huyu hapaswi kuwa kifungoni. Damu inasimama inasema, huyu hapaswi kuwa mgonjwa tena, huyu hapaswi kuwa masikini, huyu hapaswi kuomboleza. Damu ya Yesu inenayo mema inasimama kufanya kazi ya kufanya uwe huru. Maandiko matakatifu ningependa tukasome sasa. Tutarudia kwenye kitabu kile cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, sura ile ya tutaangalia kwanza sura ya 5. Sura ya 5 mistari miwili tu, ya mstari wa kwanza na ule wa pili, alafu tutaruka kwenda sura ya 12 ya kitabu hicho cha Kutoka, sura ya 12 mstari wa 29 na kuendelea kidogo. Nataka tuone jambo hapo, na lengo ambalo Mungu ameweka moyoni mwangu ni namna ambayo Mungu anaenda kukomboa maisha yetu. Tusikie andiko hilo kisha nitakurudia. Karibu msomaji. Amina. Nasema Kutoka 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Nao unasema, hata baadaye Musa na Haruni wakaenda kumwambia Farao, akasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Msubiri kidogo. Musa mtumishi wa Bwana na Haruni walitumwa, wakaambiwa, nendeni mkaongee na yule aliyowafunga watu kwamba awaachie. Watu wamekuwa kwenye maombolezo, nataka waanze sikukuu, waanze kusherehekea. Ndipo Musa anaenda kwa Farao. Yesu alitumia kanuni ile akasema, kabla hujawafungua watu, muendee yule aliyowafunga. Na hapa tunajua tunamwendea shetani, tunaendea waganga, tunaendea wachawi, tunawashughulikia kwanza. Hapa ndipo Mungu anamwambia Musa, kabla hujaendea watu, muendee kwanza yule aliyowafunga.
yule anayewatesa, yule anayewaumiza, yule ambaye anawakandamiza, mshughulikie kwanza yule. Usiku wa leo tutashughulika sana na chochote kilichokufunga, chochote kinachokukandamiza, chochote kinachokutesa, tutakishughulikia na utajikuta uko huru mara moja. Sasa angalia sasa kiburi cha Farao, na kwa kiburi kile kile ndio kitasababisha kimjue Mungu tuliye naye. Mstari wa 2. Farao akasema, Bwana ni nani? Bwana ni nani? Hata nisikilize sauti yake. Hata nisikilize sauti yake. Na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Na kuwapa Israeli ruhusa waende zake. Mimi simjui Bwana. Mimi simjui Bwana. Wala sitawapa Israeli ruhusa kwenda zao. Wala sitawapa ruhusa Israeli waende zake. Kumbuka neno hili. Shetani ni yule yule. Kama inavyosemwa, Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na ni shetani ni lile lile tu. Nia ya Mungu inajulikana na nia ya shetani inajulikana. Maandiko yanasema katika Maombolezo 3:33, Mungu moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Hiyo ndio nia ya Mungu. Hataki wanadamu wateseke, wahuzunike, waumie. Ndiyo nia ya Mungu na inadumu kuwa ndiyo hiyo. Hata Yesu alipokuja, nia yake ilikuwa anatekeleza nia ya Mungu, kwenda kuwatoa watu kwenye maumivu. Shetani na yeye nia yake ni ile ile, ya kufunga watu, kuumiza watu, kutesa watu. Hapa shetani anamtumia Farao. Shetani hutumia binadamu. Anasema maneno ya kiburi. Anasema, mimi simjui Bwana. Bwana ni nani? Hata nisikilize sauti yake. Bwana mnayeniambia ni nani huyo? Hata nisikilize sauti yake. Niwaachie watu, nisiendelee kuwafunga, nisiendelee kuwatesa. Ni nani huyo Bwana? Anasema, mimi simjui huyo Bwana, na mimi sitawaacha watu, siwaachi waende zao. Hicho ndicho kiburi cha maadui wanaotenda kuumiza watu. Na Mungu ameinuka kwa kadiri ya kiburi hicho cha adui. Biblia inasema mstari ule wa 12, sura ya 12, nenda kasome sasa sura ya 12, tuangalie sasa. Sura ya 12 mstari wa 29, tuone sasa. Sasa amekataa. Sasa anabidi aachie kibabe. Yaani lazima Mungu amjie kibabe zaidi, amjie kwa nguvu zaidi, kwa mapigo zaidi, kwa kumshurutisha. Maana yake lazima tushurutishe waliokufunga. Hapa tunamuona Mungu, huyu Farao amesema siwaachi. Sasa tuangalie Mungu anatumia nini mpaka anashurutishwa. Hebu soma hiyo mstari. Kutoka 12:29. Ndio. Hata ikawa usiku wa 8, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Ndio. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote. Mungu akaamua kumfundisha somo Farao. Mungu atamfundisha somo adui yako, mchawi wako, yule mbaya anayetenda maovu kukuhusu. Usiku ule mmoja, kila nyumba ilirithiwa na mtu mzaliwa wa kwanza, kila nyumba ya Wamisri. Usicheze na Mungu anapowapigania watu wake. Usilete mchezo na Mungu anapomtetea mtu wake. Na wewe unajifanya una kiburi, wewe unajifanya una nguvu. Usicheze na kabisa, utaumia. Farao aliyekuwa na kiburi, angalia sasa. Farao akaondoka usiku, akaondoka yeye na watumishi wake wote na watumishi wa Misri wote. Ndio. Pakao na kilio kikuu katika Misri, kilio kikubwa sana, maana hapakuwa na nyumba hata moja
asipokufa mtu. Hapakuwa na nyumba hata moja asipokufa mtu. Endelea. Akawaita Musa na Haruni usiku. Akawaita wale wakina Musa na Haruni sasa. Akasema ondokeni ondokeni. Yeye mwenyewe ameinua mikono juu. Haleluya. Shetani atasalimu, waganga wanasalimu, mizimu itasalimu, na kuambia watasalimu. Na kwa nini walisalimu? Ni mpaka pale damu iliposimama, damu ilipozungumza, damu ilipomwagika, damu, sauti ya damu. Farao hakustahimili. Damu ikianza kuongea, shetani hatazuia, shetani hatakwamisha, shetani hataweza tena. Damu ilipomwagika, ubishi wote wa Farao, kiburi chote cha Farao kikaenda chini. Ndivyo tunavyoanza kukupa somo hili la damu ya Yesu, sauti ya damu ya Yesu, damu inenayo mema. Tunaenda kuinua damu ya Yesu leo, damu ya kunyunyizwa. Hiyo damu itaenda kukutetea. Haya, tuendelee. Ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli. Ndio. Enendeni mkamtumikie Bwana kama mlivyosema. Nendeni kama mlivyosema. Toeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema. Enendeni zenu. Ndio. Mkanibariki mimi pia. Soma mstari 26. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapo 26 hapo. 26. Kisha itakuwa ni 36. Bwana akawajalia kuwapendelea na Wamisri hata wakawapa kila walichokitaka. Bwana akawapendelea, akawapa upendeleo na wale wana wa Israeli, chochote walichotaka wakapewa, wakawateka nyara. Oh, haleluya. Ndugu yangu, hili somo linanisisimua. Ninaangalia leo ni kama ulimwengu, ni kama vita. Maombi ya vita leo naona kama ni maombi ya vita ya kufunguliwa kwa mtu. Yaani unaona Farao anasema hapana. Anasema siachii. Anasema utoki. Kwenye hii shida utoki. Kwenye kifungo hiki utoki. Kwenye gereza hili utoki. Kwenye umaskini utoki. Kwenye ugonjwa huo utoki. Anajigamba namna hiyo. Kuna adui ameshasema utoki kwenye hali hiyo. Ameshasema utoki kwenye umaskini. Amesema utoki kwenye mazingira ulionayo. Ameshaapa utoki, na ameshasema utabaki hivyo, utatumikishwa hapo hivyo tu. Hajui ya kwamba kuna mmoja aliyesimama kukutetea. Yesu Kristo alienda msalabani kwa ajili ya huyo anayesema utoki aweze kusalimu amri. Ile damu ya mwana kondoo ilikuwa ni ishara, ni mfano wa damu ya Yesu Kristo. Sasa pale ile damu ndiyo siri iliyofichika hapo. Damu ya mwana kondoo imeficha siri ya ajabu, ambayo hiyo siri usiku wa leo tukiing'amua na kuikubali, hakuna Farao, hakuna mzimu, hakuna miungu, hakuna mchawi, hakuna waganga, hakuna laana zitasimama. Zote zitasalimu amri. Ile damu ina mamlaka sana. Maana yake, angalia, ilifanya vitu viwili hiyo damu. Cha kwanza, ilisababisha adhabu kwa Farao, kwa watesaji. Cha pili, iliwalinda na kuwakomboa watu waliokuwa wanaonewa. Biblia inasema Mungu alipoiona damu kwa mtu aliyeikubali damu ya mwana kondoo, ile nyumba, yule muuaji alivuka akaenda juu akaipita ile nyumba. Yule muuaji, kulikuwa na malaika ametumwa kuua, alikuwa anaangalia kitu kimoja tu. Anaangalia nyumba yenye damu, anavuka. Nyumba isiyo na damu, anaenda kuua. Damu ilikuwa ndio ulinzi kwa watu walioiamini, na nyumba zile walioipuuza damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, walikufa.
Hata leo maisha tunaoishi, shetani ameruhusiwa, yuko duniani, anafanya kazi kupitia watumishi wake, wa maajenti, mawakala wake. Magonjwa, misiba, umaskini, matatizo, wachawi, waganga, laana, mikosi, ajali, mizimu, majini, maruhani yanafanya kazi. Yapo. Biblia inafundisha wachawi wapo. Biblia inafundisha waganga wapo. Biblia inafundisha majini yapo. Biblia inafundisha nguvu za giza zipo. Anasema kabisa kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali tunashindana juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Biblia inakubali tuko vitani, tuko kwenye mashindano. Na mahali pengine inasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa sababu silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo ina maana kuna silaha, na moja ya silaha yetu matata sana, masilaha ambayo ni hatari sana, ni damu ya Yesu Kristo. Ufunuo 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tumemshinda adui kwa damu ya Yesu. Ni ukiri wetu, tunafahamu damu ya Yesu. Kila mmoja lazima aikiri, aipokee, aiamini. Kwa nini? Kwa sababu niliongea jana sababu zenyewe. Kwa sababu wale ambao tunakabiliana nao kwa sehemu fulani, sisi wote binadamu tuna mapungufu. Kwa ile damu inachukua nafasi ya dhambi, inabeba dhambi zako. Maana hata wewe huwezi kupambana na mtu mwingine, kwa sababu hata wewe una makosa. Kwa huwezi kupigana na mtu yoyote, hata wa mganga, hata wa mchawi, kwa sababu hata wewe una makosa yako. Ndio maana tunapoiamini damu, inakuwa sio sisi tunapigana, inakuwa ni Yesu anapigana na wale wachawi, anakuwa ni Yesu anapigana na ile mizimu, anakuwa ni Yesu anapeleka malaika wake. Sisi tunakuwa kama watazamaji, sisi tunakuwa kama vyombo vinavyotumiwa. Midomo yetu inakuwa tu ni vyombo vya kutumiwa, lakini ukweli ni Yesu anakuwa anatumia midomo yetu, na yeye kwa njia ya damu yake, kwa sababu yeye hajawahi kutenda dhambi. Shetani hana mahali pa kumnyoshia kidole. Binadamu hauwezi kusimama kwa haki yako. Hatuna haki yetu sisi. Maandiko yanasema katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21, nasema yeye asiyetenda dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tufanywe kuwa wenye haki. Tulibadilishana. Ile damu ya Yesu iliyomwagika, tukiamini, Yesu anafanywa nachukua nafasi yetu ya dhambi, na ile damu inatangaza mwenye dhambi ameuawa, mwana kondoo ameadhibiwa. Kwa Yesu ameadhibiwa kwa kufa, anakufa kwa niaba ya mwenye dhambi, anakufa kwa niaba ya mkosaji. Kwa Yesu, unapoiamini damu ya Yesu, kile kifo cha msalaba kinatafsiriwa wewe umeshahukumiwa, maana yake hudai dhambi, kwa kuwa Yesu amehukumiwa kwa niaba yako. Na ndio maana sasa wana wa Israeli walipoikubali ile damu, malaika wa mauti aliona hawa wameshatetewa, hawa wameshalindwa, hawa wameshasaidiwa. Kwa hiyo dhambi zao zilishachukuliwa, hatia zao zilichukuliwa, hukumu ziliondolewa. Ile miungu ilikosa uhalali ya kuendelea kuwashikilia. Miungu hukosa nguvu na uhalali kukushikilia pindi damu tu ya Yesu inapotajwa. Damu ya Yesu ukiitaja,
vifungo vyovyote. Maana waliokufunga, kumbuka, wametumia sadaka, na hakuna sadaka kubwa kuliko damu ya Yesu. Inawezekana wametoa sadaka za ng'ombe au sadaka za mbuzi au za kondoo au za kuku au za pesa. Wengine wanatoa sadaka hata za wanadamu, wengine wanatoa ndugu zao ili wa matajiri. Wengine wanatoa sadaka za damu za watu kupitia ajali. Si kila ajali ni ya kawaida. Unaona gari inapinduka, halafu watu wanamwagika damu, ni kafara zimetolewa. Kwa hiyo damu zote, sadaka zote haziwezi kulingana na sadaka yetu moja tu. Sadaka moja ya kwetu ya damu ya Yesu inazifuta sadaka zingine zote. Sadaka ya damu ya Yesu ina sauti yenye nguvu kunyamazisha sauti zingine zote. Maana wanapoenda kumwaga damu, huwa wanaongea kwamba hii damu na mwaga ili fulani afe, fulani apate ajali, fulani afilisike. Kwa wametamka kupitia ile damu walioichinja kuku au mbuzi. Kwa wewe unapokuja kwenye maombezi, lazima uamini kwanza damu ya Yesu yenyewe ina maneno. Itasema itakuja kulingana na huyu aliyeitamkia kuku ufungwe. Ile damu ya Yesu inasema natangua hiyo sauti ya hata huyu anafunguliwa, na hiyo damu ya kuku haiwezi kuzuia. Na nafungua huyu aliyefungwa, maskini naondoa, ugonjwa naondoa, kifo chake nakiondoa, laana naiondoa. Kwa damu, sauti ya damu ya Yesu inakuja nyumbani kwako, na hiyo inabeba mjumbe wa Agano Jipya. Yesu Kristo mjumbe wa Agano Jipya kwa damu ya kunyunyizwa, kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko damu ya wanadamu au Habili. Kwa hiyo damu hii kuanzia sasa nanyunyiza kwako, kwenye nyumba yako, kwenye maisha yako, kwenye hatima yako. Ninanyunyiza damu hii, inageuza, inapindua, inabatilisha kila maagano, kila matamko, kila maneno yaliyonenwa kinyume na maisha yako, yaliyonenwa kinyume na familia yako, yaliyonenwa kinyume na afya yako, yaliyonenwa kinyume na hatima nzuri ya biashara au elimu yako. Sasa damu ya Yesu inaenda kunyunyiza, inafuta, inatangua, inabatilisha, inaondoa kwa nguvu ya mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo leo uko mahali pazuri na kupa ufunuo mzuri sana. Tumemuona Farao. Farao ni mfano wa shetani anayefanya kazi kupitia binadamu. Farao ni mfano wa matatizo sugu, wa matatizo ambayo yameng'ang'ania mtu muda mrefu. Ndio Farao huyu, asiyekubali kuachia mtu. Farao ni mfano wa magonjwa sugu, ni mfano wa laana, ni mfano wa mikosi, nuksi, balaa. Ni mfano wa mtu ambaye amekataliwa, hakubaliki, amezuiliwa asitoke kwenye shida fulani. Anajigamba Farao, anasema utoki hapa, utoki hapa, simjui Bwana. Lakini leo tumeona kwa sababu ya damu ya Yesu, Farao mwenyewe alitoka usiku wa manane, anawaambia nendeni, tokeni. Kwa sababu gani? Damu ya Yesu inapoachiliwa, kila kilichokushika kinakuachia, kila kifungo kinakuachia, kila gereza linakuachia, kila pingu inakatika, kila mnyororo unakatika, kila ugonjwa unakuachia, mauti zinaondoka, kila ubaya unakuachia. Lazima ujue hiyo. Wana Israeli waliachiliwa kwa sababu waliamini damu ya mwana kondoo, na Yesu ndiyo mwana kondoo wa kweli. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu ndiye mwana kondoo anayechukua dhambi ya ulimwengu. Kuna watu wanasubiri msaada wa Mungu, na Mungu analeta majibu usiku wa leo. Usiku wa leo ni majibu. Kuna adui amekuhuzunisha, amekufedhehesha, amekufanya ukose furaha,
Na tunaelewa historia ilivyokuwa. Niliwaondokeza jana. Na leo narudi hapo kwa njia ya maombi. Huyu adui hana huruma. Hana huruma hata kidogo. Mbaya wako hana huruma. Mchawi hana huruma. Yaani hata ukifilisika kiwango cha mwisho anacheka. Ukiwa mgonjwa anacheka. Tunaona hao watu wana Israeli waliingia Misri kumfuata ndugu yao ambaye alikuwa wakati ule ni waziri mkuu. Lakini sasa tunaona wakaanza kuteswa. Roho ya kutesa ikaingia. Tutasoma hapo, nitaanza kufanya maombi hapo sasa. Leo nitakuwa naomba, tutaanza maombi hapo, nitakuelekeza. Nataka tuingie kwenye maombi. Kuna watu ambao sasa hivi tutaomba kwa namna mbalimbali. Tutaomba watu ambao sasa hivi wameshikwa na mateso. Hiyo roho ya mateso tutaenda kuishughulikia. Tutaanza roho ya mateso, tutaishughulikia. Kama kuna mateso kwenye maisha yako au kwenye familia, tutaishughulikia. Ya pili, tutashughulika na roho inayoshindana na uzao wako. Watoto wako, familia yako inayotaka kuharibu uzao wako. Ya tatu, tutashindana na hiyo roho inayotupa watoto kwenye mto. Maana yake kutupa hatima yako kwenye mto, kuua. Hivyo vitu tunamgeukia sasa huyu adui. Tutamrejea sasa kwa nguvu ya jina la Yesu, kwa damu yetu tunamfuata. Kuna watu hata sasa wameshikiliwa. Tutaangalia mstari kidogo. Naomba usome mstari kitabu cha Kutoka 1 anzia mstari ule wa 12 hapo. Kutoka 1 mstari wa 12 unasema, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo. Anzia mstari wa 10. Mstari wa 10, haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu. Adui anataka wasiongezeke na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Ndio. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, watetezi kwa mizigo yao. Wakaweka wasimamizi, warudia wasimamizi ili wafanye nini? Juu yao wawatese. Wakaweka watu wawasimamie maisha yao, jukumu waliopewa wawatese. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Ndio. Pithomu na Ramesesi. Lakini kwa kadiri walivyoteseka ndivyo walivyoongezeka. Kwa kadiri walivyowatesa, lakini neema ya kuongezeka ilikuwepo. Najua kuna watu wanateseka lakini bado wanafanikiwa. Na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Ndio. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Ndio. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya kuchoka na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Wakatumikisha kwa ukali. Mungu asubiri mpaka hapo, tutaendelea baadaye. Nataka nikuombee hapo mistari hiyo. Nataka niipeleke damu Yesu kwenye mateso, kwenye wale ambao wanaangalia unavyostawi, unavyofanikiwa, wanaenda kukuletea mateso, wanakuumiza, wanaleta ukali kwenye maumivu yako. Hiyo ni roho ya mateso. Roho ya mateso ikiachiliwa kwako hautavuka. Kuna watu wana roho ya mateso. Maisha yao ni mateso siku zote. Yaani kwenye ndoa ni mateso, kazini ni mateso, kila mahali kwenye jamii ni mateso, kwa majirani mateso, kila mahali wanateseka. Kwa nini? Wameachiliwa roho ya mateso. Ni roho ya kuteseka. Hiyo ni roho ya shetani ambayo imeingia kwenye maisha yako. Kila mahali unapokwenda mateso yanakufuata. Mateso yanakufuata. Ukijitahidi mateso yanakufuata. Tunaenda kuishughulikia roho. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kama unaweza kuomba pamoja na mimi pale ulipoomba, lakini kama huwezi kuomba, sikiliza maombi, unapokea, unasema tu amen. Napoomba unapokea, unaomba unapokea. Lakini kama unaweza kuomba na mimi, omba, kwa sababu nguvu inaanza kutenda kazi. Malaika wa Bwana wako kazini kwa ajili ya kutetea watu wake. Shetani tunaenda kumshurutisha. Wala waganga tunawashurutisha. Aliyejifanya mgumu tunamshurutisha. Na ipeleka damu Yesu. Damu ya Yesu Kristo,
damu ya ushindi, damu inenayo mema, damu iliyokomesha kiburi ya Farao, ni damu iliyokomesha shetani, damu iliyovunja mfalme za giza, damu isemayo ushindi. Tumemshinda kwa damu ya Yesu Kristo, na damu hiyo ninaichukua sasa moja kwa moja na ipeleka kwa nguvu ya damu ya Yesu, inaenda kwenye nyumba hiyo. Huyu mtu, roho ya mateso ninaikamata, ninaiamuru iachie familia hiyo, iachie nyumba hiyo, iachie mtu huyo. Ninaifunga kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya kunyunyizwa ninaamuru na ipindua hiyo nguvu inayokutesa, inayokuumiza. Wasimamizi waliowekwa kukutesa, wasimamizi wa kipepo, wasimamizi wa kichawi, maroho ya kuzimu yanayokutesa, hiyo mizimu inayoshika uchumi wako, inayoshika afya yako, inayoshika hatima yako, leo tunaachilia damu ya Yesu inakuja kukutetea. Damu ya Yesu inaleta mapigo kwa yeyote aliyekushikilia, yeyote anayekutesa. Na tikaboshita mamagita moti vida bosika na makitina na gasiti na mokita magatia na firita mogita na nazika. Nafungua vifungo vyako, nafungua minyororo yako, na kutoa kwa yule anayekutesa, na kutoa kwa mikono yake kwa mamlaka ya damu ya Yesu, na kutoa. Ninawaangusha chini, ninawaporomosha chini, ninawadhoofisha wote, ninawakanyaga kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ninaachilia yale mapigo ya yule malaika aliyoruhusiwa siku ile anakuja nyumbani pako kumfuatia yule mtesi. Ninaenda kumupiga malaika, pita sasa, piga yule mtesi. Hiyo roho ya mateso inaondoka, roho ya mateso maishani mwako ninaing'oa. Roho ya mateso kwa watoto wako ninaiondoa. Roho ya mateso kwa familia naiondoa. Roho ya mateso kwenye ndoa naiondoa. Naondoa roho ya mateso kwa nguvu ya jina la Yesu. Mateso uliyotamkiwa kichawi na yafuta. Kila kamba za kichawi za kukutesa na zikata. Minyororo ya kichawi ninaikata kwa damu ya Yesu Kristo. Naikata iliyofunga maisha yako, hayana raha, hayana furaha. Nguvu yake ile juu, kama vile ambavyo kaburi halikuweza kumzuia Yesu kufufuka. Na wewe na kutoa kwenye mateso hayo, na kutoa kwenye mateso hayo. Jiwe linatoka kaburini, linavingirishwa. Jiwe lako nalitoa, natoa kizuizi chako, naondoa jiwe lililozuia usitoke kwenye mateso, na kuondolea hilo jiwe. Ninakusaidia Bwana, nakusaidia Bwana, nakusaidia Bwana, nakusaidia leo Bwana, nakusaidia. Malaika wako vitani, ninaachilia malaika wakupiganie leo, wakutetee leo, wakutoe hapo. Mizimu inaanguka, madhabahu zinavunjwa, madhabahu za shetani zinavunjwa, madhabahu za wachawi zinavunjwa, madhabahu za mizimu zinavunjwa, madhabahu za magonjwa zinavunjwa, madhabahu za masikini zinavunjwa, madhabahu za laana zinavunjwa, vifungo vya madhabahuni vinavunjwa. Na pasua madhabahu inayokutesa, taarifa zako zilizo kwenye madhabahu za mabibi na mababu, taarifa zako zilizo kwenye ngome ya shetani, nazifuatia. Nafuatia jina lako kokote lilikowekwa, nalitoa, nalifungua jina lako kwa damu ya Yesu. Nalifungua jina lako, ninalitoa jina lako kwenye vifungo. Naitoa nafsi yako kwenye vifungo, naitoa nafsi yako kwenye gereza, naitoa nafsi yako kwenye mateso kwa damu ya Yesu Kristo. Popote ulipowekwa, ninakufuatia kwa damu ya Yesu. Misingi yote ya ukoo wako inayokutambulisha urithi magonjwa, ninafuatia misingi ya urithi wa magonjwa. Ninaondoa uhalali wowote wa kurithi pumu, naondoa uhalali wa kurithi kifafa, naondoa uhalali wa kurithi kansa, naondoa uhalali wa kurithi magonjwa ya kurithi, na kuondoa na hayo magonjwa sasa hivi yakuondoke,
roho ya kurithi ya maskini na iamuri kuachie, ikuondoke, inaondoka kwa damu ya Yesu. Kila agano iliyowekwa kinyume chako, ninavunja maagano, yanakuachia. Na majeshi yote ya pepo wabaya, ya nguvu za giza, ninavivunja. Natuma moto wa Bwana unakuja hapo, moto unashuka, teketeza kazi ya shetani, teketeza kwenye nyumba hiyo, napitisha moto kwenye chumba kimoja pale sebuleni, kwenye kile chumba cha kulala, kwenye kitanda chako, pale uvunguni, kwenye kabati yako, kwenye nguo zako, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye nguo zako zote za kuvaa, nguo zako za ndani, nguo zako za aina zote, kwenye viatu vyako, kwenye kila chombo chako, na nyunyiza damu ya Yesu. Naondoa kila tamko lililowekwa juu ya vitu vyako, nafuta kabisa nyumba yako, na ikomboa walioizindika, walioweka irishi, walioifunga kwa maneno, na ifungua nyumba yako, na itamkia mema. Nyumba iliyotamkiwa magonjwa, ninaiondoa kwenye magonjwa, na iondoa kwenye migogoro, na iondoa kwenye vita kati ya mke na mume. Naondoa, naweka radha ya furaha, naleta maelewano, naleta amani, naleta mshikamano. Watoto waliokuwa wafaulu na wainulia kufaulu kwa jina la Yesu. Magonjwa yanayotesa watoto kwenye familia hiyo, kwa maana yametamkwa magonjwa sasa kwenye nyumba hiyo, hama, ondoka sasa. Magonjwa yote yanaondoka kwenye nyumba hiyo, magonjwa yanayotesa yanaondoka kwa jina la Yesu. Magonjwa toka kwenye nyumba hiyo, ninaamuru magonjwa yaondoke kuanzia sasa, yaondoke kwa jina la Yesu. So mstari wa 15, tusome mara moja hapo kutoka 12, 1 mstari wa 15. Kutoka 1 mstari wa 15, soma hapo. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazaliwa wa Ibrahim. Ndio. Mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua. Ndio. Wakasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na wakuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume, basi muweni. Akaamua kwa ajili wa uaji, tunaenda kushughulika, tunaenda kuombea wanawake wote wajawazito na wale ambao wajawazito watarajiwa watakaopata mimba. Tunaombea watoto walio matumboni, tutaenda kuomba. Na soma mstari wa 22, pia. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake, akasema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Hapo kuna jambo la tatu, ni kutupa watoto wa kiume kwenye mto. Kwa hiyo tunaenda kushughulika kwanza na mwanamke, uzao mwanamke. Jambo la pili, tutaenda kumpigania mwanaume. Wanaume wako kwenye hatari ya kupotea. Unaweza kumuona mwanaume hata ana suruali, lakini wanaume wake hauna kitu. Ndio maana kila mahali kuna vibao vinasema nguvu za kiume. Kwa hiyo unapoona wanaume wameuawa, si mpaka wauawe moja kwa moja umuone. Wengine wameuawa wamebaki kopo tu, wamebaki tu suruali hivyo. Kwa hiyo ni lazima tuangalie shetani anachezaje mchezo, anatesaje huyu watu. Sasa kwa mamlaka ya jina Yesu, nataka wewe ambao unajua kuomba, tunaenda pamoja, tunakomboa wamama wote ambao Mungu ndiye aliyetufanya tupitie matumboni mwao. Tunaenda kuwalinda wanawake, tunaenda kuwatetea wanawake. Shetani hata wadhuru, hata wagusa. Kuna wamama wamekusudiwa wakijifungua afya wakati wanajifungua. Kuna wamama wamekusudiwa wateseke wakati wa ujauzito wake. Kuna wamama wamekusudiwa ujauzito uharibike. Tunataka tuwalinde hata watoto wale wajawazito walio ndani ya matumbo yao. Wazazi, wadada, wa mama ndio Mungu alichagua aumbe binadamu kupitia wao matumbo yao. Lazima tusimame sasa tuwaombee kwa nguvu ya damu Yesu. Natuma damu Yesu kwenye wanawake wote kwenye matumbo yao, kwenye uzazi katika jina la Yesu. Mungu alichagua, alikuumba, alitengeneza viungo vyako vya uzazi ili binadamu wote wapitie kwenye matumbo ya wanawake. Leo hii nabariki matumbo ya wanawake, nabariki mfumo mzima wa uzazi ambao ndio unaleta wanadamu duniani. Shetani hana nafasi, shetani hana uwezo, shetani
mipango yake aliyoitengeneza ya kudhuru watoto uzao unaopitia wanawake ambao Bwana amewabariki, ambao Bwana amewakubali, ambao Bwana amewatenga ili wapanike baraka. Kwa leo kwa jina la Yesu napeleka damu Yesu, nakamata nanyunyiza damu yule Farao anayeua watoto, anayekula watoto, anayeajiri mapepo ya uwe watoto walio matumboni au wakati wa kuzaliwa au waue wa mama wanapotaka kujifungua. Leo hayo mapepo ninayakamata mateka, nayapiga kwa jina Yesu, nayapiga kwa jina Yesu, na vunja mamlaka ya nguvu za kishetani za kichawi inayokula watoto matumboni, inayoua watoto matumboni, inayodhuru watoto matumboni, inayoathiri wanawake kwa jina la Yesu. Na achilia msaada wa Mungu, utetezi wa Mungu, upako wa Bwana uwakomboe, ulinzi, mkono wa Mungu ulinde kila mwanamke, umlinde kila mwanamke katika jina la Yesu. Baba, ninaombea mwanamke yote popote pale alipo, ninaomba mulinde, umtunze, mpango ulioandaa kwa ajili yake. Yule ambaye ni binti atapata mtoto, atapata ujauzito bila shida, na atatunza ujauzito miezi 9 bila shida, na atajifungua bila shida. Na yule ambaye ni mjamzito sasa, Baba, naomba ujauzito huo ulinde, utunze, na ajifungue salama. Hakuna mimba kutoka, wala hakuna mtoto kufa, wala mzazi kufa. Ninaomba msaada uwafunike wanawake wote kwa jina la Yesu. Mungu anawalinda sasa. Na haribu mipango yote iliyoandikwa ulimwengu wa roho, iliyoandikwa kule kuzimu, iliyoandikwa kwenye madhabahu, iliyoandikwa kwenye miti, iliyoandikwa kwenye ardhi, iliyoandikwa kwenye bahari kuhusu mwanamke yule, iliyoshika siku zake, na inamtesa, na vuruga hiyo roho, inakuachia, nafungua vifungo vyote, nafungua vifungo vyote vinavyohusishwa na damu yako, na pelekea damu Yesu. Damu Yesu inene mema kwenye maisha yako kuanzia leo. Mwanamke ni baraka, ulinzi, ulindwe, utoke kwenye shida yako, utoke kwenye msiba, utoke kwenye fadhaa, utoke kwenye utasa, utoke kwenye ugumba, utoke kwenye kuharibu mimba, utoke kwenye kukosa watoto, utoke kwenye magonjwa mbalimbali wakati wa ujauzito, utoke kwenye mateso, utoke kwenye operation ya kujifungua kwa nguvu ya jina Yesu. Yesu akusaidie, akubariki kwa jina Yesu. Nguvu yake ninaipeleka kwa wanaume. Mungu mkombozi, angalia wanaume wanatupwa kwenye mto, wanauawa. Bwana, unajua wanaume ni jeshi ambalo umeliweka ili lilete ushindi katika dunia hii. Shetani, leo hii napeleka damu Yesu, ninawalinda wanaume wote, nalinda wanaume nguvu ya damu Yesu, na nyunyiza kwenye maisha yenu, inawatoa yeyote aliyeuawa na mfufua, na waleta ufufuo popote, na funja kifungo kilicho kufunga popote ulikofungwa, kwenye kaburi, kwenye jeneza, kwenye miti, kwenye mapori, na kufungua uliofungwa kichawi, na haribu uchawi, na haribu mizimu, na haribu laana, na haribu mikosi, na kuondoa kwenye mateka mikono ya muuaji, mikono ya mtekaji, na kutoa kwenye mikono hiyo, na kuondoa kifo chochote cha mto wa kiroho, mto wa kipepo ambako umewekwa, na kutoa. Uwe kama Musa alitupwa lakini hakufa, na leo hii na kunusuru mwanamume, na kunusuru, hautakufa. Ajali yote tegeshwa kwako haitakuwa, mauaji yote yaliyopangwa haitakuwa kwa jina la Yesu. Na ubariki uzao wako, na bariki biashara, na bariki uchumi, na kuinua. Uwe baba mwema, uwe baba anayeheshimika nyumbani, mwenye kuleta mahitaji kamili, baba mwenye heshima, mwenye pesa, mwenye mali, anayejenga nyumba, mwenye uchumi mzuri, na kupandisha, na kupa akili ya kumiliki, akili ya kuwa kiongozi. Maana wewe ni kichwa cha mke, ni kichwa cha nyumba. Mwanaume yote, na kupatia akili ya kupanda juu, akili ya kwenda juu, akili ambayo shetani, wachawi hawatakuweza, na kubariki damu hii ya Yesu, damu ya Yesu. Farao amekuachia, Farao hakuwezi. Nguvu ya Mungu imeshuka. Bwana atende miujiza, na Bwana atende miujiza katika maisha yako yote, katika maisha yako yote. Mungu ametenda miujiza mikubwa sana. Nimekwambia leo ni siku ya kutendewa. Shetani alijifanya mjanja, lazima utoke. Na najua watu watoka sasa, unatoka. Malaika anapita kila mahali, kama vile wana wa Israeli walivyotoka. Farao mwenyewe akawahimiza ondokeni, akawaambia nendeni kwenye uhuru wenu,
na amuru sasa yule aliyekufunga mwenyewe akuambie ondoka, na wewe nawatia mgomo kidogo. Wanaisraeli waliweka mgomo kidogo, wakasema tutoki hivi, tunataka na utajiri. Weka mgomo. Akasema tunakufa wote, ondoka haraka. Siondoki, leta na pesa, leta dhahabu. Maana yake Wanaisraeli waliweka mgomo ambao kwa kweli kwa sio mgomo wa kweli, maana walikuwa wanatamani kutoka, lakini wakasema hatuwezi kutoka bila hela, maana hela zetu ziko hapa. Wakasema hatutoki. Yule mtu aje kuteza miaka yote, fikiria, anashangaa, anakuambia sasa bwana mimi sikutaki tena, nenda. Ambia hapana, stop. Wewe utoki tena mimi unakuteza miaka yote? Sitoki. Natokaje mkono mitupu? Natoka nete. Biblia inasema Bwana akawafanyia kukubalika, kibali, kile unachotaka. Napenda hela, chukua haraka. Beba Bwana, chukua, na mimi nafungua milango ya uchumi wako. Mbingu ifanye miujiza, ardhi itoe pesa, ardhi itoe mali, biashara yako zifanikiwe. Nasema yule aliyefunga uchumi wako sasa uanze kufanikiwa, hata kazini ukubalike, hata bosi wako kukubali, na wewe yule bosi upande zaidi, biashara ziinuke, makampuni yainuke kwa jina la Yesu Kristo. Na bariki viongozi wa serikali, rais wetu na wasaidizi wake wote, na bariki wote wataalamu, na bariki majeshi. Nguvu ya Mungu ifunike Tanzania, nguvu ya Mungu ishike Tanzania. Tanzania ibarikiwe, Tanzania inuliwe, Tanzania iheshimishwe, Tanzania ijulikane duniani kwamba tuna uchumi mzuri, ya kwamba tuna nguvu ya uchumi. Inawezekana. Wa Tanzania, Bwana anakupendelea, anaweka nguvu ya maarifa, ya akili, lakini vile vile anaweka nguvu ya upendeleo. Ataleta msaada, usaidizi umeshuka usiku wa leo. Shetani anaachia uchumi wako. Haifai tu kutoka hivi. Hatuwezi kuokoka tukawa walokole maskini, watakatifu maskini. Hapana, lazima utoke na vitu vya dunia hii. Dunia hii ni vitu vyetu. Maandiko yanasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi Mungu amewapa wanadamu. Dunia tumepewa sisi, tumepewa vitu vya duniani. Lazima tumnyang'anye shetani, tumnyang'anye. Wanaotandika kwenye biashara lazima wasalimu amri. Biashara yako ndio itainuka. Yeyote aliyetambika kwenye maduka wataanza kwenda chini, aliyetambika vitayatana chini. Wewe utainuka na kupatia nguvu na upako huu ukufunike katika jina la Yesu. Sema pale ulipo amina. Basi ndugu yangu mtazamaji, najua usiku huu ni wa majibu. Sijui kama Mungu amekujibu jambo. Comment hapo chini, useme Bwana amenijibu. Farao amesalimu. Farao wako amesalimu kwa damu ya Yesu. Alisema kwamba siachii mtu. Sasa yeye mwenyewe asema ondoka. Yuko wapi? Kiburi chake kiko wapi? Huyo anayekutisha yuko wapi? Usiku wa leo amesalimu amri. Usiku amesalimu amri. Yaani usiku huu ni wa heka. Yeyote aliyekuwa anakufanya usisilale usingizi ni heka. Malaika wako kazini. Ilikuwa ni usiku, malaika walienda kunyonga kila mtu aliyekuwa na kiburi. Wote leo hii ni heka. Waganga na wachawi ni heka leo. Ni heka. Popote wanapigwa. Nyumba yako inafunikwa na damu ya Yesu. Wewe ipokee damu. Nimeiachilia damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tumeshinda. Na mimi nimekupa damu inenayo mema. Damu inanena ukombozi, imenena msamaha, inanena ulinzi, maisha marefu, afya njema, utajiri, elimu nzuri, ndoa nzuri, watoto wazuri, elimu nzuri. Kwa jina la Yesu iwe kwako. Amen. Amen. Muda wangu unaenda kwa kasi. Muda wangu unaenda spidi sana. Nakumbuka kesho nitaendelea hapa. Nitaendelea kipindi cha maombi. Leo nimeombea tu na bado sijatosheka. Bado nasikia kuombea wanawake na wanaume. Wiki hii yote nitakuwa naombea uzao wa mwanamke. Wanawake wenyewe na uzao wao. Kwanzia mwanamke, kwanzia yule ambaye hajaolewa namuombea, maana ataolewa baadaye. Na yule ambaye ana mtoto atapata mtoto. Na yule ambaye ana ujauzito. Na wale ambao wamejifungua, watu wao wasiangamizwe. Mungu amenipa mzigo kwamba tusichekee shetani. Usimchekee nyani, utavua mabua. Shetani ukimchekea atatubaliza. Lazima tusimame, tutetee kizazi chetu. Na ndio maana nimeomba watu tusimame, tufunga na kuomba. Kuna raha gani kula chakula wakati watu wanaangamia?
wewe mwenyewe huna raha, huna msaada wote. Tusimame pamoja, tusimame tuone jambo linatokea. Wewe unaona wanawake wanateseka, lakini wewe unafikiri kwa sababu wewe sio mwanamke linakuhusu. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Naomba sana, tutaendelea kesho, lakini leo nitaishia hapa. Nikukumbushe kile ambacho Mungu ameniambia kuhusu kwenye kusaidia wakati wa sikukuu ya Pasaka wale wasio na uwezo, wenye mahitaji maalum, kwamba tuwapeka zawadi, wakule chakula kizuri, wakule kapilau, wafurahi na wao kwamba sisi tumewabariki. Kwa hiyo kipindi hiki mimi nimetoa sadaka yangu, nitahakikisha wakati ule wa Pasaka tunapeleka kwenye kikundi fulani ili tuwabariki. Na Biblia inasema hivi, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Wewe unataka umkopeshe nini Bwana? Mimi leo nataka nimkopeshe Bwana. Na unataka tendo gani lako jema umtendee yule mtu ambaye hana msaada wowote? Hana msaada wote. Sasa tendo lako jema, tutatoa kasadaka kidogo. Ni yoyote utakaosikia. Yoyote utakayosikia wewe kutoa. Alafu utatoa hiyo sadaka, utaandika hapo mimi nitachangia, alafu tutatoa njia ya kukusanya, alafu tutapeleka mwishoni wakati wa sikukuu, karibu na sikukuu tutachagua mahali tutawapelekea. Mungu akubariki sana. Na nataka tumalize kwa ukiri wetu mzuri. Sema, tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Namba 3, tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Namba 4, tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Namba 5, tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Namba 6, tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Namba 7, tumeshinda miungu ya nchi kwa damu ya Yesu. Na hii damu ya Yesu, kumbuka, ndio tumeshinda Farao. Tumeshinda miungu yake yote. Na Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Namba 7, Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na yeye Yesu Kristo ni mfalme wangu, mfalme wetu. Kila goti itapigwa na kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni Bwana. Na tunaamini neno, tunasema neno, tunapokea majibu. Uzima katika neno, amini neno, sema neno, pokea majibu. Pale ulipo mpenzi mtazamaji, uamini tu neno nilokuhubiria na useme kwamba mimi nimekombolewa, mimi ni mshindi, mimi nimeshashinda shetani. Maana yake ndio useme, utapokea majibu. Kwa hiyo tunasema amini neno, sema neno, pokea majibu, au amini, sema, pokea. Kwa Mungu amekutendea miujiza mikubwa. Kumbuka kucomment hapo, kushare na kulike. Na nawapongeza na kuwashukuru wote mnaonifuatilia, watumishi wa Mungu wa kanisa la Uzima katika neno sehemu mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Nimeona wengi mmenifuatilia, na wengine ambao nchi ya Uzima katika neno mimi niko nahubiri kwa ajili ya watu wote. Basi Mungu awabariki sana sana, na tutakaosikia wimbo kidogo wakati ninapoenda kuhitimisha kabisa. Tusikie kwa wimbo kidogo. Nimehakikishwa, nina masaba.
nalo linaponya na magonjwa yote, nalo labariki mabaraka yote, nalo lafungua na vifungo vyote, ile na shetani na wachawi wake, nalo linaponya na magonjwa yote, nalo labariki mabaraka yote, nalo lafungua na vifungo vyote, ile na shetani na wachawi wake. Amen. Mungu akubariki kwa kufuatana na mimi katika kipindi hiki cha Wakati wa Majibu ni Sasa, na nikukaribisha tena kesho kuanzia saa 4 kamili usiku tutakuwa hapa. Lakini pia nimepata fursa nyingine na nikukaribisha nikutangazie, nitakuwa kwenye redio moja ambayo ni saa 5 mpaka saa 6 mchana, saa 5, na nitakuwa live pia kwenye Facebook. Kwa hiyo unaweza ukalinki pia wakati nitakapokuwa redioni pale, basi utanifuatilia kuanzia saa 5 mpaka saa 6 mchana. Lakini usiku tuko kama kawaida saa 4 na kuendelea. Na washukuruni sana kwa kunifuatilia. Niwatakie ulinzi usiku huu. Natakia amani, usalama, usingizi mzuri, ndoto za baraka sana, na Mungu azidi kuinua, kuwastawisha na kuwapa hatua zaidi katika malengo, mipango na mikakati ulionayo katika maisha yako. Asante na Mungu akubariki. Amen.